بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1447 katika darasa ya tafsir ya Imam Saudi rahimahullah ta'ala tulifikia tafsiri ya sura al-Alaq, na insha Allah ta'ala kabla ya kuingia kusoma tafsiri ya Imam Saudi tutaanza kusoma na al-mukhtasar fi tafsir al-Quran. يقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. sehemu hii ya mwanzo ya suratul Alaq awwalu ma nazala min alquran, ndio sehemu ya kwanza katika Qur'an iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. nazala fi ghari Hira. Kipande hiki cha hii sura kilishuka wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yupo ghar Hira, katika pango la Hira katika jabali ambalo mpaka leo lipo Jabalun Nur. Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kupewa utume, Allah subhanahu wa ta'ala alimpendezea kukaa peke yake akifanya ibada katika namna alivyokuwa akiabudu baba yake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa alikuwa akikaa peke yake ghar Hira, haswa ilipokaribia kupewa utume. Akashuka Jibril na hizi aya 5 za mwanzo za suratul Alaq. Kwa hiyo cha kwanza kilichoshuka katika Qur'an ni hizi aya 5 fi awwal hadhihi sura, katika mwanzo wa hii sura. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam na umma wake ni tabaan wamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: اقرأ باسم ربك الذي خلق. soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. kwa ni amri بأن يقرأ مستعينا بربه سبحانه وتعالى ومتبركا باسمه سبحانه وتعالى. amrishwa hapa asome, na kusoma kwake atake msaada kwa Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaka baraka kwa jina la Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa nimetumika jina bismi rabbika kutukumbusha ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake,
Mola mlezi aliyewalea kwa neema mbalimbali, na katika zile neema Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha nazo waja wake, khalaqal insana min alaq, amemuumba mwanadamu kwa tone la damu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika ukarimu wake ni kule kumuumba huyu mwanadamu kutokamana na tone la damu lililokuwa zito, lililoganda katika uzao wa mama yake. Pale ndipo alipoanzia. Baada ya kuwa tone la manii akawa ni tone la damu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakariri amri ya jambo la kusoma, iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako ni karimu kushinda wote. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja kuwa amewalea hawa wanadamu kwa neema zake na akawapangia mambo yao, huu mwili wa mwanadamu akaulea kuanzia katika tumbo la mama yake, kisha baada ya kutoka katika huu ulimwengu akawaneemesha pia kwa kuwateremshia ilmu kupitia mitume wake alayhi salatu wassalam. Basi wasome ile ilmu aliyoteremsha kwa mitume wake alayhi salatu wassalam. Na miongoni mwa bora kabisa wa kile ambacho mwanadamu atakikana akisome ni hiki alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, nazo ni aya za Qur'an. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu zaidi kuliko yoyote, anayesifika na ukarimu subhanahu wa ta'ala. Na katika ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu huyu mwanadamu bi an ja'alahu qabilan lil'ilmi, akamjaalia huyu mwanadamu kuwa aweza kuipokea ilmu, akaisoma na kufaidika. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, na akamfunza huyu mwanadamu, na katika kumfunza kwake allamahu alqira'ata والكتابة التي هي طريق ضبط العلم وتحصيله. akamfundisha kusoma, akamfundisha kuandika, na hizi ndio njia za kudhibiti elimu. Kwa hiyo katika ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mwanadamu kwa kalamu, anaudhibiti kupitia ile kalamu ilmu. والقلم نعمة عظمى على الإنسان, na hii kalamu ni neema kubwa sana Allah amempa mwanadamu. Na ndio maana utaona salaf walikuwa wakishika kalamu wakiheshimu sana, mpaka wakiweka katika masikio yao, kama vile seremala anavyoweka kalamu. Walikuwa wakiweka katika masikio yao sehemu ya juu kabisa kwa sababu ya utukufu wa kalamu. Salaf walikuwa wakiweka kwenye masikio yao kwa sababu ndio njia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hiyo kalamu amewapa wanadamu kudhibiti ilmu. Na wewe fikiria, lau kama si Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea neema ya kalamu, ni ngapi katika ilmu ambazo leo tuzisoma zingelikuwa zimepotea? Chukulia hii tafsiri ambayo tusoma sisi. Hatukuishi na Imam Saudi rahimahullah, Sheikh Abdul Rahman Saudi hatukuishi naye, lakini kuna ilmu aliandika ambayo leo sisi tuisoma na kufaidika nayo kupitia kalamu. Na tukizungumzia kalamu hapa, yaingia ndani yake chochote ambacho chabeba hukumu ya kalamu. Sasa hivi leo vitabu namna vinavyoandikwa
utakuta yatumika kompyuta, yaja katika hukumu hiyo hiyo ya kalamu, kwa ndio njia Allah aliyoileta ya kudhibiti ilmu. Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala hakuiumba kalamu na kuwapa neema hii wanadamu, ni ngapi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam leo zingelikuwa zimepotea? Ni vingapi katika vitabu walivyoandika salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim vingelikuwa vimepotea? Lakini Allah akajaalia kalamu kuwa ni sababu ya kudhibiti elimu. Alladhi allama bilqalam, ambaye amefundisha kwa kalamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, kamfundisha mwanadamu aliyekuwa hayajui. Na hii ni neema katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, akatutoa kutoka katika matumbo ya mama zetu tukiwa hatuna tujualo, hatujui chochote. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, hamna mjualo. Allah amewatoa kutoka katika matumbo ya mama zenu, hamna mjualo. Lakini kila ilmu alionayo mwanadamu, pamoja na kuwa baadhi yao hufanya kibri, farihu bima indahum min alilm, lakini wasahau kuwa aliyewafunza ilmu hiyo ni yule aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa'allamaka ma lam takun ta'lam, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Ni Allah aliyekufundisha yale uliyokuwa kabla ya hapo huyajui. Si kwa kuwa wewe una uwerevu zaidi kuliko wenzako, sio kwa kuwa wewe unahifadhi zaidi kuliko wenzako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala humfunza anayemtaka katika waja wake. Na hii ni neema katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukija katika al-mukhtasar fi tafsir al-Quran al-Karim, suratul Alaq, يقول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك. ثم ewe mtume kile anachokufunulia Mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala katika wahi. مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق، kwa kufunguza kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba viumbe vyote subhanahu wa ta'ala. Kwa wasoma wewe ukiwa wataka msaada kwa Mola mlezi aliyekuumba. khalaqa al-insana min 'alaq, أي خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة. amemuumba mtu kutokamana na tone la damu lililoganda, baada ya kuwa kabla hapo alikuwa ni tone la manii. Wengi katika wanadamu wasahau pale walipotoka. Allah subhanahu wa ta'ala sema khalaqa al-insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin, kamuumba mwanadamu kutokana na tone la manii, mara tu ukamkuta khasimu mkubwa wa Mola wake huyo mwanadamu. Na laiti angelikuwa yajua kadri ya nafsi yake, kwa ni dhaifu sana. Na ndio maana katika hii sura Allah subhanahu wa ta'ala mbele atamzungumzia Abu Jahal, ambaye alikuwa na kibri, akijiona hakuna mfano wake. Akamfanyia kibri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali akamfanyia kibri Mola wake aliyemuumba. Amesahau asili yake kule alikotoka. Na wengi katika watu leo
unawaona wanaofanya kibri dhidi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni aina hii ya watu. Hivi leo waweza kusimama mwanadamu akakanusha kuna muumba, wakati huyo huyo miaka 50 pengine iliyopita alikuwa hayupo wala hatajwi, hayupo kabisa. Hatupe miaka 100, sisi tuliokaa hapa miaka 100 iliyopita hakuna hata mmoja wetu alikuwa yuwatajwa. Kisha ukaja katika huu ulimwengu ukawaona wengine wakajipigia vifua kuwa hakuna aliyewaumba. Ulitokea wapi wewe? Ushajiuliza? Ndio mara nyingi huwapa mfano mzuri mdogo tu. Lau kama mmoja wetu amelala kwake nyumbani usiku wa jana kuamkia leo, akiamka alfajiri ajikute yuko katika soko la Kongowea, kalala kwenye jaa la taka. Alivyolala amelala kitandani, akifungua macho yuko katikati ya jaa la taka Kongowea pale. Kitu cha kwanza atakachojiuliza takuwa swali gani? Kama wewe una akili timamu, kama mwenda wazimu basi wewe tukuweke kando, lakini kama una akili timamu umeamka wajikuta katikati ya jaa la taka, swali la kwanza waliuliza nini? Mmefikaje hapa? Mimi si jana nalala kitandani kwangu bwana, tena chumbani kwangu. Mfano, mimi nafikaje hapa? Sasa ikiwa soko la Kongowea tu wajiuliza umfikaje hapa, mbona ulimwenguni ujiulize? Ulikuwa hupo ukaletwa katika huu ulimwengu, hujiulizi wewe mimi mmefikaje hapa? Kisha swali linalofuata itakuwa nafanya nini hapa? Mbona sikutupwa kokote, mmekuja kutupwa kwenye jaa la taka jamaa, tena Kongowea bwana. Yani hakuona msikiti wakanitupa msikitini, wale nileta hapa kaniweka hapa. Mfano, wajiulize hilo swali, nafanya nini hapa? Kwa nini mmeletwa hapa? Sasa twasema ikiwa kwenye jaa la taka la Kongowea wajiuliza maswali haya, watakikana ujiulize zaidi maswali haya, umekujaje hapa ulimwenguni na umeletwa hapa kufanya nini? Kwa nini umeletwa hapa? Haya ni maswali ya kujiuliza, lakini wengi katika watu wameghafilika na maswali haya, na wallahi hakuna mwenye majawabu ya maswali haya isipokuwa aliyofuata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam peke yao. Hao ndio wana majawabu. Na haya maswali ya wakera makafiri sana, haswa hao wanaodai ilhad. Mimi ni atheist, siamini uwepo wa Mungu. Haya maswali ya mkera, kwa sababu muda baada ya muda nafsi yake yamsuta. Na ndiyo maana katika huu ulimwengu leo hakuna watu wanaojiua zaidi kama atheist. Huwezi kuishi bila moyo wako kufungamana na yule aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wajiua sana. Na waangalie ili zile nchi zilizoathirika na fikra kama hizi, ile dhiki wanaoipata katika nyoyo zao mpaka wengine kujiua, bali wengi wajiua. Sallallahu alaihi wasallam wa afia. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك. soma ewe mtume wangu ule wahi anaokufunulia Allah subhanahu wa ta'ala. وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم. na Mola wako mlezi ni mkarimu ambaye hakuna anayeweza kuukaribia ukarimu wake mkarimu yoyote mwingine. Vile utakavyokuwa mkarimu, ukarimu wako aliyekupa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akram, yeye ndiye mkarimu zaidi kuliko yoyote mwingine. Fahuwa kathiru aljudi wal ihsan. Allah ni mwingi wa ukarimu na mwingi wa kuwafanyia ihsani na wema waja wake. Alladhi 'allama bil qalam, ay alladhi 'allama al khatta wal kitabata bil qalam. Aliyewafundisha waja wake khati na kuandika kwa kutumia kalamu.
Kamwona mwanadamu akafundishwa kuandika, kusoma kupitia hii kalamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, ay allama al-insana ma lam yakun ya'lamuhu, akamfundisha mwanadamu yale ambayo alikuwa kabla ya hapo hayajui. Kwa hiyo ilmu yoyote ulionayo ewe mwanadamu, jua kuwa ilmu hiyo aliyekufunza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usijigambe ukawadharau wenzako, na la wabaya zaidi akiwadharau wenzake aliyesoma elimu ya kisheria. Ajabu bwana, ajabu kumwona mtu ajifakhirisha kwa ilmu ya dini, wakati ilmu hii yatakikana imuongoze yeye katika kuwa mnyenyekevu kwa ndugu zake. Ukamwona ajigamba kwa jambo ambalo aslan si lake, aliyempa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa badala ya kukiri fadhila za Allah na neema za Allah juu yake, yeye awadharau ndugu zake, wakati yawezekana yule anemdharau ufahamu wake pengine ni mkubwa kuliko wake, pengine kuhifadhi kwake akiamua ni kukubwa kuliko yeye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa yeye na yule mwingine asimwafikishe katika hilo, akasahau kuwa ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, akawadharau wenzake. Kumbuka, allama al-insana ma lam ya'lam, ni Allah aliyekufunza. Rejesha fadhila yote kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni a'lamu khalqi llahi billah, hakuna kiumbe anayemtambua Allah kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pamoja na hayo Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah akakufunza yale uliyokuwa huyajui. Amkumbusha hii neema na fadhila aliyompa. Basi wale walioko chini yake mimbabi aula. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Maneno mazito sana. Sivyo hivyo, hakika mwanadamu bila shaka huwa jeuri akijiona katajirika na kuwa mkwasi, ametosheleka. Haqqan illa al-insana al-fajira مثل أبي جهل لا يتجاوز الحد في تعدي حدود الله. Kwa hakika mwanadamu muovu mfano wake Abu Jahl hupita mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati gani? arraahu istaghna, ay li ajli arraahu istaghna bima ladayhi min aljahi walmal, aona yeye ametosheleka na kile cheo alichokuwa nacho na mali aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi mtu muovu yuko namna hii, akiona amekunjuliwa katika dunia na amepewa cheo katika hii dunia, na mara nyingi anayepewa mali, ili mali ikawa nyingi, moja kwa moja kinachofuata ni cheo. Kamkuta ni mheshimiwa katika mujtamaa, na nyinyi waangalieni waheshimiwa katika mujtamaa wako vipi. Hii ndio utaona hali yao, mali, cheo, na ndio vitu vya kwanza kabisa ambavyo mwanadamu atatambua siku ya kiyama kuwa vimemwangamiza. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, mali na cheo vitawaangamiza watu wengi sana. Na hivi ni akiwa yule mja ni muovu. Inna ila rabbika ruj'a, wewe nenda utakakokwenda, lakini kumbuka haya maneno, inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ayuha al-insan الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه.
hakika kwa Mola wako ewe mwanadamu ndiko utakakorejea siku ya kiyama, amlipe kila mmoja kulingana na matendo yake anaostahili kulipwa nayo. Nenda utakakokwenda, fanya utakavyofanya, sema utakavyosema, inna ila rabbika ruj'a. Kumbuka marejeo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo ambalo hakuna anayeweza kuliepuka. Hakika kwa Mola wako ndiyo marejeo. Araaita alladhi yanha, umemuona yule anayemkataza? Ay araaita a'jaba min amri abi jahl alladhi yanha, ushaona jambo la ajabu zaidi kama jambo la Abu Jahl anayekataza. Akataza nini? Abdan idha salla, amkataza mja anaposali. Ay abdana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idha salla inda al-Kaaba, amkataza mja wetu Muhammad, huyu mja mwema mbora katika viumbe alayhi salatu wassalam, amkataza anapokuja kuswali kwenye al-Kaaba. Abu Jahl bwana, huyu bwana alikuwa na dhakaa, ni mwerevu, lakini uwerevu wake akautumia katika kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Akawa mjinga kabisa, badala ya kuutumia ule uwerevu wake kuifahamu haki na kuifuata. Na si kwa kuwa alikuwa hajui, alikuwa yuwajua kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah. Lakini kwa nini ni katika Banu Hashim si katika Banu Makhzum? Halafu sisi tushindana na Banu Hashim katika kila kitu. Vipi leo waseme wana mtume na sisi tutatoa wapi mtume? Kwa mimi nitampinga huyu mpaka nife. Basi baba la wajinga Abu Jahl, mpaka jina lake Amr ibn Hisham likasahaulika, likawa lajulikana jina lake kuwa Abu Jahl. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija katika al-Kaaba akiswali, hili jambo likimkera sana Abu Jahl. Na nyote mfahamu matukio mengi aliyofanya, mpaka kuamrisha matumbo ya ngamia yawekwe katika maungo yake anaposujudu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araaita in kana ala al-huda, ay araaita in kana hadha al-manhi ala huda wa basirati min rabbih. Huyu anayekatazwa ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijapokuwa yuko katika uongofu na katika ilmu kutoka kwa Mola wake, hivi pia wamkataza? Na ana ilmu yake na ana uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia wamkataza? Araaita in kana ala alhuda, hata akiwa katika uongofu pia wamkataza yeye kuswali hapo. Au amara bittaqwa, ay au kana ya'muru an-nasa bitaqwa Allah بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أينهى من كان هذا شأنه. na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaamrisha watu ucha Mungu, kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo. Aliye na sifa hii akatazwa kweli kuswali? Haja kuamrisha ovu, haja kuelekeza katika mahali pabaya. Kila anachokizungumza ni kheri, ni haki. Da'wa aliyokuja nayo imebeba kheri ya dunia na akhira, pamoja na hayo akatazwa. Je, huyu wa kukatazwa? Ndio swali liko hapa. Araaita in kadhaba wa tawalla, araaita in kadhaba wa tawalla, umeona kama yeye akikanusha na anarudi nyuma? Kiswahili hiyo tarjama, ukisoma uelewi chochote. Kwa wale wanaosoma tarjama kaona ndio soma tafsiri. Tarjama sema hivi kuhusu huyu Abu Jahl: araaita in kadhaba wa tawalla, umeona kama yeye akikanusha na anarudi nyuma? Wapi? Yenda wapi? Arudi nyuma enda wapi?
kindo tarjama tafsiri yake asivi araita in kadhaba hadha an-nahi bima jaa bihi ar-rasul. Hebu nipe habari, akiwa akadhibisha huyu anayemkataza mtume wetu kuswali, akadhibisha yale aliyokuja nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wa a'rada anhu, na kuyapuuza, ala yakhsha Allah, hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio hapo hapo Allah akasema alam ya'lam bi anna Allah yara, ay alam ya'lam nahi hadha al-'abd 'an as-salati anna Allah yara ma yasna'u la yakhfa alayhi minhu shay. Je, huyu anayemkataza mja wetu kutokamana na kuswali hajui kuwa Allah yuyaona yale anayoyafanya, na hakuna chochote kinachofichikamana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Alam ya'lam bi anna Allah yara, je, hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona yale anayoyafanya? Na hii aya haielekezwi kwa Abu Jahal peke yake, hata sisi pia. Wakati unapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kumbuka hii aya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Je, hajui huyo anayefanya hayo anayoyafanya kuwa Allah yuamuona kwa kitendo chake hicho anachokifanya? kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Laysa al-amru kama tasawwara hadha al-jahil, jambo halipo kama anavyosawirisha huyu mjinga Abu Jahal. la illam yakuffa an adhahu li'abdina wa takdhibihi lahu, ikiwa hatakomeka kutokamana na kumuudhi mja wetu na kumkadhibisha, lana'khudhannahu majdhuban ila an-nar bimaqdami ra'sihi bi'unfin, tutamkamata kwa nguvu tumtie ndani ya moto wa jahannam kwa sehemu ya mbele ya kichwa chake. Takamatwa hapa sehemu ya mbele ya kichwa chake, aburuzwe ndani ya moto wa jahannam. nasiyatin kadhibatin khati'a, sahibu tilka an-nasiya, yule anayemiliki. Na nasiya ni sehemu ya mbele ya kichwa, ule utosi wa mbele hapo, utosi muongo tena wenye makosa. kadhibun fil qawli khati'un fil fi'li, muongo katika matamshi tena mkosi katika vitendo. Abu Jahal alimkamata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nguo yake, akamvuruta hivi, kisha akasema maneno mabaya sana. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tastati'u anta wala rabbuka an taf'ala bi shay'an. Maneno kama haya, wewe Muhammad wala Mola wako hamwezi kunifanya chochote. Kamshika Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara ghafla mwacha arudi nyuma kama kitu kimemfadhaisha. Makoresho wamuuliza, mbona kunani, mbona ulirudi nyuma? Asema, mmeona mambo ya ajabu sana, nimeona moto, nimeona. Akawa ameona mambo ya ajabu. Alikuwa silimu basi, sababu ameiona haki kwa macho yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiudhiwa sana na Abu Jahal. Na Abu Jahal kwa maudhio haya, subhanallah, Allah alimdhalidisha mpaka katika kufa kwake. Yeye ndiye ikawaburuza wenzake kwenye vita vya Badri, akawaingiza katika vile vita, kumbe ajiingiza katika kichinjo chake. Na Abu Jahal kauliwa na watoto wadogo tu, si wazee katika masahaba, watoto wadogo walio na ghera, ndugu wawili, na kisa chake maarufa. Mmoja amuuliza sahaba, msahau jina lake, kama sahaba wakubwa Mtume sallam katika vita vya Badr, naikumbuka, tunikumbusha.
amwambia ya am, arini aba Jahl, nionyeshe Abu Jahl katika wale watu yupi. Vijana wa Kiansar wadogo kabisa, umri wao miaka 17 18, chini ya 20. Alipomsikiliza yule, na upande wa pili sahaba mwanzo asema niliwaogopea, niko katikati ya vijana wadogo wawili na waonea huruma katika vita, hawa wajua nini katika mambo ya vita. Wa pili, upande wa pili huku amuuliza ya am, arini aba Jahl, nionyeshe Abu Jahl pale ni upi. Akamuuliza yule wa kwanza, kwani wewe wamtakia nini Abu Jahl? Wewe wamtakia nini Abu Jahl? Yule kijana asema sami'tu annahu kana yu'dhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nimepata habari Mtume sana alipokuwa Makka, huyu bwana alikuwa akimuudhi sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi nikimuona leo imma ni mimi atakufa ama yeye. Na yule wa pili akamwambia maneno hayo hayo. Hivyo wafikiria wale vijana walijiwaje kuwa Abu Jahl alikuwa na balaa hizi kule Makka na Mtume sallam, isipokuwa wazazi wao ndio walivyowalea kumuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo waweza kuona vijana wa Kiislamu wengi utawakuta ndio wa kwanza kufanya istiza na dini ya Allah. Leo tumekosa vichekesho vyote sisi mpaka tufanye istiza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, badala ya vijana kulelewa katika kuwa na ghera na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isichezewe. Vijana leo waleleka katika kufanya istiza, alafu wajiona wameendelea. Ukiona wazungumza wajifakhirisha, waona wajua. Akimuona yule alishikamana na dini katika ndugu zake amdharau kama mtu yuko nyuma. Na ndio maana utakuta katika haswa katika haya mashule na nini, utakuta yule kijana ambaye amejidhibiti kiasi kufuata dini yake aitwa majina ya ajabu ajabu. Nakumbuka katika majina ambayo mwaitwa sahaba, umeona sahaba bwana, aitwa sahaba, afanywe istiza sahaba bwana. Allahu musta'an. Vijana wauliza Abu Jahali wapi? Abu Jahal bwana apita pale na farasi, yeye ndo apanga safu, wewe simama, unamwona yule pale, yule kisirani yule pale, yule ndo Abu Jahal, yule ndio yule. Vita hata vikusonga mbali, vita vilivyoanza vijana wawili walimrukia yule bwana wakammaliza mwanzo wa vita. Kila mmoja kaja kwa Mtume sallam, ya Rasulullah ana qataltuhu. So Mtume sallam asikuwa alisema anayemuua yule atakayemuua kila alichokuwa nacho ni chake. Wakawa washindana ndugu wawili, ya Rasulullah ana qataltuhu, mimi ndio niliyemuua Abu Jahal. Mtume sallam, nionyesheni panga zenu. Kila mmoja akionyesha panga lina damu, sema nyote wawili mmemuua Abu Jahal. Firaun hadhi al-umma, jambazi mkubwa Firaun, jitu lilikuwa ovu sana. Akikaa afikiria mipango gani amvunje nguvu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akili yake yazunguka huko tu. Chuki kubwa kwa alikuwa akimkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam pale kuswali. Allah subhanahu wa ta'ala asema kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah, tutamkamata kwa utosi wake, kwa nguvu tumtumbukize ndani ya moto wa jahannam. Mwenye kumiliki utosi huu, muongo katika matamshi yake, muovu katika matendo yake, faliyad'u nadiya. Na hili alikuwa akijisifu nalo Abu Jahal, akisema nani ana wafuasi wengi katika bonde la Makka kama mimi? Muhammad alete malaika kama nani, wale watatufanya nini sisi? Tutakusanyika tupambane nao. Allah asema faliyad'u nadiya, ay faliyad'u
حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه na awaite wakati atakapoburuzwa na utosi wake ndani ya moto wa jahannam awaite rafiki zake na wale anaokaa nao yasta'inu bihim liyunqidhuhu min al'adhab atake msaada kwao ili wamsaidie kutokana na adhabu awaite sanad'u az-zabaniya na sisi tutawaita zabaniya ay sanad'u nahnu khazanata jahannam min al-malaikati al-ghilaz alladhina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun falyanzur ay al-fariqayn aqwa wa aqdar na sisi tutamuitia malaika wa motoni malaika walio na nguvu wakali haumuasi Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha na wanaofanya kila watakachoamrishwa na Allah kisha aone nani mwenye nguvu zaidi kisha akaambiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kalla la tuti'hu wasjud waqtarib hasha usimtii nawe sujudu na uwe karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala jikurubishe na Mola wako ilaysa al-amru kama tawahama hadha adh-dhalim an yasila ilayka bisu jambo halipo kama anavyofikiria huyu dhalim kuwa aweza kukufikia wewe akakufanya anavyotaka yeye kuna baadhi ya watu udhani hivyo waweza kumtishia mtu wewe wajua mimi naweza kupeleka wapi waweza kunipeleka wapi mimi naweza kufanya hivi na hivi nini unifanye siwe kama mimi tu binadamu kweli waweza kuwa na cheo waweza kuwa sasa hivi hapa Mola wako waweza kukupiga na balaa wewe ukajuta kwa yale uliyosema na wako watu wa namna hiyo hao watu wajua mimi naweza kufanya nini tukupa habatul muluk hapa tukujue wewe nani unapewa msaada kidogo kisha waachwa mpaka utambae chooni pale kisha utajua kuwa wewe si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala binadamu bana binadamu aweza kujiona kujipiga kifua kumbe wallahi akishikwa na mafua tu asitoke nyumbani haweza kujipiga kifua lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuonja tuna maradhi ya tumbo lake mwenyewe hawezi kulizuia lakini ndivyo ilivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambia jambo halipo kama anavyodhania huyo dhalim kuwa aweza kukufikishia wewe udhia akakufanya anavyotaka yeye fala tuti'u fi amrin wala nahyin usimtii katika maamrisho yake wala makatazo yake wasjud lillah sujudu kwa ajili ya Allah waqtarib minhu bitta'at na ujikaribishe kwake yeye kwa taa fa innaha tuqarribu ilayhi kwani haya ni yenye kukukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala na ndio baadhi wanaoviona wakatoa dalili ya hii aya kuwa aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid mja huwa karibu zaidi na Mola wake anaposujudia na hapa kila anapomsujudia mja Mola wake azidi kuwa karibu na Allah subhanahu wasjud waqtarib kujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa taa na hapa haimaanishi kuwa kusujudu tu ukakaa mahali ukaanza kusujudu maana yake ni kuswali so kuna watu wengine ufahamu hivyo kuna watu wafahamu kuwa sajida ya mnyanyua mtu daraja kwa hivyo waweza kukaa kando pale akawa sujudu akisimama asujudu akisimama si maana yake kithirisha kufanya ibada ya swala na kuna jambo hapa limenijia kuna bid'a ambayo ilikuwa imeanza alhamdulillah naona imesimama kulikuwa na watu kila akimaliza kuswali akitoa salama sujudu sajida mbili ama sajida moja sikumbuki mbili ama moja kuna mmoja sujudu hivi nikamuuliza mbona usujudu imamu hakusujudu sujudu sahwi mbona umesujudu asema wajua hakuna neema kubwa kama kuswali kwa mimi nasujudu shukuru kwa sababu mmeswali asema ukisoma mlango wa sujudu ashukr ni kwa an-ni'am al-mutajaddida zile neema ambazo zaja mpya neema jadida kwa mfano ajali imetokea kubwa wewe ikakukosa
Allah akakuneemesha kwa kukuepusha na ile adhabu, afwa na ile ajali, pale pale wamsujudia Allah shukran, ukamshukuru kuwa amekuokoa na ile adhabu na ile ajali. Au kulikuwa na jambo aliongoja kwa hamu haliwi, kisha Allah akakupa lile jambo, ukamsujudia Allah kumshukuru. Lakini zile neema ambazo ni za kila siku, zile hazisujudiwi sujudu shukr. Zile ashkuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumhimidi, kwa kufanya ibada kwa wingi na kutomaasi Allah kwa neema alizokupa. Ikiwa ni hivyo, mmoja mmemwambia ikiwa ni hivyo, basi kuna vitu vingi sana wewe wafanya makosa kama ni hivyo uvisujudii kumshukuru Allah. Kwa nini? Ulipoamka asubuhi, si neema kubwa hiyo? Umeamka, ulipoamka asubuhi ulikuwa umelala, ukiamka si neema? Ulikuwa unapoamka tu ungesujudu ukasema nashukuru bwana, kuna wengi walala hawakuamka leo, mimi nimeamka acha nisujudu. Kisha ukinyanyuka ukinywa maji tu asubuhi, pia ile neema, sujudu. Tena ikiwa maji yako umeyatoa frijini, ukifunga tu ile friji sujudu. Kuna watu wengi wana friji, unaelewa? Watu wengi wana friji. Ukikanyaga tu, ukikanyaga hatua moja tu sujudu. Kuna wengi hawezi kukanyaga hata hatua moja, sujudu tena. Basi wewe utaishi hivi. Hii ni ghulu na ni bid'a hizi. Kwa sujudu shukr ni mpaka iwe ile neema ni mpya imetokea, ndio sujudiwa sujudu shukr. Ama zile neema ambazo za kawaida kila siku Allah yakupa, zile kuna njia zake za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya taa, kwa kumshukuru Allah kwa maneno, kwa moyo wako kukiri zile neema, na kutomaasi Allah kwa kutumia neema alizokupa. Kwa wale wanaosujudu sujudu shukr baada ya swala wafanya bid'a. Lau kama ingelikuwa ni khairi hii, angelifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, hakuna mfano wao katika kushukuru. Umeelewa? Na hili mmelitaja tu halipo hapa, lakini nilipozungumzia kuhusu wasjud waqtarib, kuna wengine waelewa kuwa wakati wote wewe wajisujudia tu, basi ukijisujudia wewe sawa. La, wasjud waqtarib katika swala, usali wamsujudia Allah, wazidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maelezo ya hii sura kwa ujumla. Insha Allah ta'ala kikao kitakachokuja tutayasoma maneno ya Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala akifasiri hii sura. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وألا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.